Yule Nzale ananisaidia kwenye matangazo haya akitumia lugha ya ishara. Mtazamaji, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Idadi ya vijana waliouawa kufuatia vurumai lililozuka mtaani Majengo hapa jijini Nairobi hapo jana imefika 2, huku familia ya kijana mwingine ikidai jamaa yao waliuawa na polisi. Dennis Muthui anadaiwa kupigwa risasi wakati wa msako wa polisi eneo la Gikomba. Mashirika ya haki sasa yanataka polisi kuwajibikia mauaji hayo, huku afisa aliyehusishwa na mauaji ya wavulana hao pamoja na Ibrahim Ramadhan Chege aliyeuawa jana akisimamishwa kazi kwa sasa. Ben Kirui anatuanzishia taarifa zetu. Siku nyingine katika makafani ya City, familia nyingine inaomboleza. Wakati huu ni kifo cha Dennis Muthui, mfanyabiashara wa Gikomba mwenye umri wa miaka 26 anayedaiwa kupigwa risasi na polisi wakati wa machafuko ya Jumatano katika eneo la Majengo, Nairobi. Anauzanga viatu. Sasa ikifika saa 5 hivi ndio nikapata simu ati Deno ameshutiwa, hayuko. Walioshuhudia wanasema Muthui na wenzake walikuwa wakifungua maduka yao wakati ghasia zilipozuka. Muthui anadaiwa kukamatwa kwenye msako alipokuwa akirejea nyumbani. Askari mmoja aliingia kutoka nje kwa parking, akaingia peke yake akaingia ndani, akashika Deno akamuuliza, "Mnafanya nini hapa?" Alikuwa amesimama kwa pikipiki ndio tuende. Deno nikasikia kama amewekelewa kiboko, lakini si kiboko. Kwenda kuchungulia, napata besti yako chini. This officer just came and opened fire, and from what we understand, after he shot, he actually said, "Huyo nimemaliza." Upasuaji wa maiti utafanyika Ijumaa ili kubaini chanzo cha kifo chake, ingawa polisi wanadai mwili wake ulipatikana mtaani ukiwa na jeraha la kisu. Justice for Ibrahim. Katika eneo la Majengo, hali imetulia ila machungu dhidi ya polisi yanazidi. Video za CCTV na zile zilizochukuliwa na wakazi zinaonyesha makabiliano yaliyosababisha kifo cha kijana asiye na hatia. Hapa ndipo Ibrahim Ramadhan Chege, kijana wa umri wa miaka 17, alipopigiwa risasi na kuuawa. Kwa mujibu wa walioshuhudia, kijana huyo alikuwa ametoka kwenye msikiti huu kusali na hakuwa na uhusiano wowote na shughuli haramu zilizoelezwa kwenye ripoti za polisi. Kiangalia katika CCTV zetu utaona kijana amekuja pale, amepigiwa risasi ni hapa nje ya msikiti kando ya barabara. Na kwa kweli hili jambo linahuzunisha. Wakazi wanaendelea kulaumu polisi kwa mauaji ya kiholela, hasa kupigwa risasi kwa Ibrahim Ramadhan Chege. Wanadai afisa aliyefyatua risasi alifanya hivyo kimaksudi. Wakati huo huo, afisa wa polisi anayehusishwa na mauaji ya kijana wa miaka 17 amesimamishwa kazi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.